Sasa mwanawazuoni anaanza kwa kusema izalat akhlaqi as-sihr ar-radi'a bil-ishal, kuondosha akhlaqi za sihri, za chawi, za sumu, tena sumu zilizokuwa mbaya katika matumbo ya watu kwa njia ya ishali, kwa njia ya kuharisha, kwa njia ya haja kubwa, labda tuzungumze hivyo, kwa njia ya haja kubwa kwa idhini yake tabaraka wa taala. Mwanachuoni akaanza kusema ya kwamba la yakhlu as-sihr al-ma'kul au mashrub min hadhihi al-akhlaq an-najasa. Anasema matumbo hayawezi kujitenga mbali sana kwa chawi za kuliwa au kwa chawi za kunywewa kutokana na hii akhlaqi zilizokuwa za kinajisi, kwa mfumo huu wa kichawi wa kinajisi, kwa sababu mchawi hatumii chawi yake au chawi zake hazitengenezwi kwa vitu vya halali, inatengenezwa kwa mambo ya kinajisi. Na hata mashetani yanayozalika pale, mashetani ni khubuth wal khaba'ith ambayo yanatoka pale na kuja kumvaa mtu husika. Sasa yale machafu yalitengenezwa na wachawi, ikisha yakafanywa kwamba tumbo lako ndio kabati la kuhifadhia hayo machawi yenyewe, maana yake ndani yake una vitu vya hovyo, vitu vibaya, vitu vichafu ndani ya tumbo lako. Lakini pia ndani humo ndani ya tumbo lako ndipo panapozalika mashetani al-khubuth wal khaba'ith, kama yale bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyotaka tujilinde nayo kwa idhini yake subhanahu wa ta'ala. Na ndipo hapo sasa yanapokuwepo na mashetani ndani ya mwili wako, si tu kwamba tumbo lako litaishia kuwa ndio kabati la kuhifadhia machawi ya watu, bali pia hata maradhi mengine yataendelea kuwepo, kwa sababu ndani yako kuna machawi na ndani yako kuna mashetani machafu ambayo yataendeleza kuleta shida kwako. Akasema kasadide, mtu huyu anaweza akawa anapatwa na matatizo ya kuwa anapatwa na kutokwa usaha katika nyanja mbalimbali, wasafra, au akapatwa na maradhi ya safra au dami au maradhi ya damu, au sauda au maradhi ya sauda, wal balgham na maradhi ya balgham. Haya maradhi al-akhi Sheikh Harun, ukiangalia hata katika zile hisabu za maridhi zile, anasema in fadala wahida fa huwa dam, wa in fadala ithnain fa huwa safra, wa in fadala thalatha fa huwa ile sauda. Ya salam. Sasa tena kule mfano hiyo damu umesema famina taghayyuri dami, manake ni mchafuko wa damu mbaya, inasababisha huyo mtu kuumwa. Na damu mbaya manake unaweza kusema huyu mtu ana ushetani ndani yake, katika damu yake ndio jini kaingia hapo. Wallah. Kwa hata mambo yake anayofanya ni ya kishetani. Maana ongezi yake anaongea ni ya kishetani tu, kwa sababu shetani tayari yupo ndani ya mwili wake. Sasa mtu asitarajie kwamba ule ushetani mpaka eti mtu apandishe mimi Maimuna tabia tu ni za kishetani, lakini pia sauda ni mashetani yale mamezimu yale yanakuwa ndani ya mwili wake. Na mtu anapokuwa na mambo ya kimezimu ndani yake, ndipo pale unasikia kwamba huyu anasumbuliwa na mkoba. Yani mkoba wa kichawi upo ndani ya tumbo lake, wa babu na bibi huko, unaendelea kumsumbua tu. Wanasema mkoba unamtafuta. Subhanallah. Katika hali za namna hiyo, sasa mwanachuo anasema ma ilaji dhalik, namna gani sasa tunaweza kwenda kuyaondosha hayo yaliyosheheni katika suluhisho lake ni nini? Mwanachuo akasema yaqulu Ibn Qayyim al-Jawziyyi rahimahullah fi kitabi at-tibb an-nabawi. Sema Ibn Qayyim anaeleza, Ibn Qayyim rahimahullah katika kitabu chake kinachoitwa Tibb an-Nabawi. Na huyu mwanachuoni mwenye kitabu hiki kinachoitwa Mu'jizatul Ilaj akamnukuu Ibn Qayyim kutoka katika kitabu chake kinachoitwa Tibb an-Nabawi. Akasema hivi: al-istifraghi fi al-mahl alladhi yasil ilayhi adha as-sihr, namna ya kumaliza shida, matatizo au eneo husika lililopatwa na chawi.
matumbo yaliyopatwa na chawi, Naam. matumbo, makabati ya mahirizi, Naam. makabati ya kuhifadhi machawi ya babu aliyekufa toka mwaka 99. Naam. Wewe leo hii yapo katika tumbo, katika hali ya namna hiyo. Anasema fa inna lilsihri ta'thiran fi tabi'a. Kwanza uchawi wenyewe una tabia yake maalum automatically. Yani mtu akishakuwa na chawi katika mwili, ule uchawi unamtengenezea, unambadilisha psychology yake huyo mtu husika. Lakini pia uchawi huo una athari zake maalum, either zinazoonekana au zisizoonekana. Zinazoonekana ukimtazama unajua kabisa huyo ana matatizo ya sumu za kichawi. Lakini pia kuna zile ambazo hazionekani, bali yule ambaye mwenye zile chawi akieleza tunajua kabisa hizi ni sumu za kichawi zipo katika mwili wake. Katika hali ya namna hiyo, ndio sisi biidhnillahi tabaraka wa taala tunakusudia kwa idhini yake Mwenyezi Mungu, kwa nguvu zake Mwenyezi Mungu, na naamini insha Allah Mwenyezi Mungu atatupa nguvu ya kuweza kuyashinda haya kwa uwezo wake subhana, muumba wa mbingu na ardhi. Amin. Amin. Siku ya Jumamosi, maeneo ya Ligula B, barabara ya Nyota au barabara ya Kwashone, wengine wanaita hivyo. Tupo jirani na Amigo. Hapo ndipo patakapofanyika operation maalum, operation matumbo kwa dawa ya mtwentwe. Na unajua mtwentwe hii kwa kilugha chakula cha Watongwe. Watongwe na hata wale Wafipa. Kwa sababu ndo maeneo yao huko. Wanaita mtwentwe. Lakini kwa huku kwa lugha ya Kisunna inaitwa sana. Asana. Asana. Asante. Na nitakutolea na hadithi pia ya hii mtwentwe. Nasubiria. Sasa mtu asijue kama labda hii mtwentwe kwa sababu zuka ni ya Watongwe huko walioko ukanda wa Ziwa Tanganyika, au wale Wafipa walioko ukanda wa Ziwa Tanganyika katika wilaya za Sumbawanga huko. Wakajua kwamba ni ya kwao wao tu, bali hata mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaeleza mtwentwe. Allahu akbar. Kiswahili hicho mtwentwe. Ambapo kwa huku kwetu tunaita asana. Asante. Sasa mwanawazuoni huyu akasema uchawi unapoingia katika mwili wa mwanadamu au unapohifadhiwa katika tumbo la mwanadamu, kwanza wenyewe automatically yake una tabia maalum na kumbadilisha psychology ya yule mtu husika, ambaye tayari yeye tumbo lake ndio fuko la rambo la kuhifadhia chawi hizo. Lakini pia kitu kingine, laha athar, unao athari yake. Unazo athari, na zile athari zinaweza zikaonekana kwa yule ambaye ndiye kabati au ndio hifadhio la chawi zile. Na athari zile zikaonekana kwa macho au zisionekane kwa macho, mpaka mtu akwambie kwamba mimi ni wa hivi na hivi, ukajua kwamba hii ni athari mojawapo, wewe tumbo lako ni kabati maalum la chawi za wachawi. Lakini pia wahaijani akhlaq, na ile mvutano, yani waki akhlaq, yani mchanganyiko yale matatizo, akhlaq kama zile damu as-sauda, al-balgham as-safra na mambo mengine mengi yanapatikana hapo. Lakini pia utashwishi mazajiha, lakini pia hata ile michanganyo yake ile ya kichawi, kwa sababu chawi ya mzee Chikuputa ipo tumboni kwako na hifadhi. Chawi ya mzee Chikonkola ipo tumboni mwako. Chawi ya mzee Mkanaredi ipo tumboni mwako. Chawi sijui ya mzee wanaita nani ile ipo tumboni kwako. Sasa wewe umekusanya chawi, yani wamekaa kwenye bao pale, wanacheza bao, nimelala hapa, sijui nimekula hapa, sijui nimekuoa hapa. Lakini ukipita ndio kabati letu hilo linapita. Sasa hii inakuwa ni hatari sana. Sasa mwanachuoni anasema fa idha dhahara athara fi adwi au amakin istifragh almadati alradi'a min dhalika aladwi naf'an jiddan. Sema itakapotokelezea athari hizo zimeonekana katika kiungo cha mtu au maeneo husika ya mtu, basi kuyaondosha hayo matatizo ni bora zaidi kuliko kuyaacha.
Sema kinga ni bora kuliko tiba. Kwa hiyo ni bora zaidi kuyaondosha hayo matatizo. Na ndio maana sisi biidhnillah tabaraka wa taala tumekusudia kwa nia moja. Na Bwana Mtume anasema innamal a'malu binniyat. Binniyat. Hakika amali zote zinaendana kulingana na nia ambazo alivyotilia mwanadamu. Tumetia nia kwa Mkristo, kwa Muislamu, kwa Buddha, kwa mpagani, alimradi wewe ni mwanadamu na umesibiwa na matatizo hayo, njoo siku ya Jumamosi maeneo ya Ligula B, barabara ya Runyota, jirani na Amigo, ni hapa Mtwara mjini. Bado nyumba ya tiba na dua ipo, na kwa mjumuiko wake wa watendaji wake tunasema tunaenda kupambana na hilo. Kwa hivyo mzee fulani au mzee fulani au mzee fulani, kama ulimfanyia ndugu yetu fulani ukafanya tumbo lake ndio kabati lako, basi tambua tunaenda kulivuruga hivyo. Naam. Tunaenda kulivuruga, na utafute sehemu nyingine pa kwenda kuhifadhia hayo majambo yako, na wala si kwa waja wake Allah tabaraka wa taala. Lakini pia mwanachuoni Ibn Qayyim al-Jawzi rahimahullah anasema katika kitabu chake hicho Tibbi Nabawi, na sisi na mwanachuoni huyu amemnukuu na maelezo yake akayaleta katika kitabu hiki nilicho nacho kinachoitwa Mu'jizatul Ilaj bil Qur'an. Mwanachuoni akasema wa yakunu istifraghi al-mawad ar-radi'a bil ishal. Sema na ili uweze kwenda kuondosha makabati hayo, lazima uyaondoshe makabati hayo yaliyo mabaya na machafu na yenye kuleta adha katika mwili wa mwanadamu. Asema bil ishal, kwa kwenda, tumesema nini Kiswahili gani vile, kumharisha mtu kwa njia ya haja kubwa. Naam. Yaani ukipata yale matakataka yote yanatoka. Naam. Mahirizi, sijui manyembe, sijui mapembe ya mbuzi, sijui vikaango. Unajua vikaango kule tunaita chungu. Wachawi wana mavyungu yao yale ya uchawi, ambapo huku chungu ili kieleweke vizuri unasema kikaango. Ya salam. Mimi nishaanza kujua Kiswahili ambavyo ni vya Kimtwara zaidi inshallah. Kwa hiyo unakuta kwamba kuna mtu ana jungu la kichawi lipo ndani ya tumbo lake, limekusanya matunguri ya kila aina. Vimekisi vile vinaitwaje vile? Ndio hivyo vile kama vimdoli, kama visalam fulani hivi. Vimevishwa shanga za aina mbalimbali. Sasa maajabu makubwa biidhnillah tabaraka wa taala ni siku ya Jumamosi. Wanachuoni wa zama za karne zilizopita anasema kabisa kwamba ili kwenda kuondosha hayo ni kuondosha kwa njia ya haja kubwa. Na wallahi mtaenda kuyaona matatizo hayo yanaenda kutoka kwa moja baada ya moja, na ninyi huko makwenu mtakuja kutuhadithi kwamba shekhe, wallahi tumeona mazito. Na hii tutasema tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa uwezo wake na utukufu wake. Kwa mwanachuoni anasema wa yakunu al-istifragh al-mawad ar-radi'a bil ishal, ili kuweza kuondosha haya matatizo ni utaondosha kwa njia ya haja kubwa. Asema wa yumkinu an yustakhdim fihi as-sana, tutakuja pale kwa mtwentwe. Na mwanachuoni anasema ili uweze kuyakamilisha hayo ni lazima uweze kutumia istikhdami, uweze kutumikisha asana, mtwentwe. Ibn Qayyim al-Jawzi wa karne hizo anasema uweze kutumikisha mtwentwe. Ndiyo mtwentwe unaweza kwenda kuporomosha yale, kutoa makorokoro. Sio labda useme habati sauda, ukinywa habati sauda ndio utaenda kuondosha yale, kuharisha yale. Labda unaweza ukaua pengine, lakini sio kuyaondosha. Yatabakia ukaondoa tu sehemu. Sijui al-qasusi, sijui hii inaitwa mtwentwe. Mwanachuoni kautaja katika hali za namna hiyo. Kwa lihadha ghaya, katika mfumo wote huu utaweza kwenda kuondosha kwa hali ya namna hiyo. Na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaisifia mtwentwe, akasema amma as-sana al-ma'rufu fil ghalib, ambayo inatambulika kwa wingi sana, hiyo kwa kwetu huku Tanzania tunaitwa ni mtwentwe. Faqad qala anha sallallahu alaihi wasallam, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema alaikum bisana wa sanud fa inna fiha shifa'u min kulli da'i illa sammi. Ya salam. Mtwentwe
Jamani, anasema alaikum bisana. Jamani, tumieni mtwentwe. Maana siwezi kurudia ile neno la Bwana, bali tunakuja kwa Kiswahili chetu. Tumieni mtwentwe. Tena akasema kwa sababu ndani ya mtwentwe kuna ponyo za kila aina, ila samme, isipokuwa tu kifo. Sasa sisi hii mtwentwe tunaenda kuitumia si kwa kwenda kuzuia kifo. Ingawa ina mambo mengi sana yanatibia, lakini tumelenga sehemu moja kwanza. Kwenda kuondosha makabati ya uchawi yaliyosheheni katika matumbo ya watu. Kwenda kuondosha makabati ya sumu za kichawi zilizosheheni katika matumbo ya watu. Kwenda kuondosha sumu za kibiolojia, kwa maana ya vyakula, ulaji mbovu wa vyakula vinavyokula wanadamu. Vyakula visivyo stahiki, vyakula visivyokuwa na virutubisho vya aina yoyote, yani havikuzidishi chochote kile katika mwili wako. Na hili Mwenyezi Mungu alikataa sana bwana Harun. Kakataa sana. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anavyotutaka sisi tule kitu hadi yakuwa tunakijua kwamba nakula hiki kinaenda kunizalishia nini katika tumbo langu au katika mwili wangu. Lakini unapokula kitu ukiwa hujui nini kinachoenda kuzalika, maana yake unaenda kutengeneza sasa sumu za aina mbalimbali ndani ya mwili wako. Allah tabaraka wa taala akasema baada ya a'udhu billahi minashaitani rrajim, falyanzuril insan ila ta'amihi anna sababina almaa sabba thumma shaqaqna al-ardha shaqqa. Mpaka sehemu akafika akasema mata'an lakum wa li'an'amikum. Falyanzur al-insan ila ta'amihi, afanye tafiti mwanadamu namna gani chakula chake kilivyo. Sio atazame mwanadamu, bali nadhara ya hapa sio kutazama, nadhara ya hapa ni tafiti. Afanye utafiti mwanadamu wa chakula anacho kila, kwamba kina nini na nini. Maana kama ukila wali, ujue huu wali una nini, una enzyme kiasi gani, una mawad kiasi gani, madini kiasi gani, una vitaminat vitamin kiasi gani, una proteinat, una protini kiasi gani, una vitu gani na vitu gani, yani ujue hivyo. Lakini unakula chipsi na wengine nasikia inavyosemwa, sijui kama ni hakika, wanasema hata chipsi pia huwa wale wezi wa kuenda kuiba mafuta ya transformer wanakuja kukaangia chips. Sasa wewe chips unakula iliyokaangiwa mafuta ya transformer, si mtihani huo shehe? Kama ni kweli wanafanya hivyo, huo mtihani. Alafu utarajia wewe ni mgoti chuma, bendera chuma? Haiwezekani. Wakati tumbo lako limesheheni sumu za kila aina, na sumu zile zilizopo ndani ya tumbo lako, maana yake zinaenda kuathiri hiyo hali yako. Njoo ufanye operation, alafu uone kazi. Utaenda kuondosha vitu matakataka yaliyosheheni katika tumbo lako. Wallahi tallahi billahi utaona ajabu. Hivi utasema hivi ndio tumbo langu lilikuwa limebeba haya. Asana. Haya kaeleza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam karne ya 7 huko tokea alivyotumwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo hii tunakuja kuyapata na kuyaeleza na kuyafikisha kwa ndugu zetu wana Mtwara, wa Tanzania wenzetu, vipenzi wetu, kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Njoo tuweze kupatia mtwentwe ambao utaenda kuondoshia maradhi ya tumbo. Kwa maana tunapozungumza operation matumbo kwa dawa ya mtwentwe, ni neno fupi, ni sentensi fupi yenye maana pana. Maana ukijiuliza kwamba hivi mimi tatizo langu la period linaweza likatibika kwa operation hiyo, maana yake ni ndio. Ukijiuliza mimi ninasumbuliwa sana na PID, kwa operation hiyo inanifaa, maana yake ni ndio. Ukijiuliza kwamba operation hiyo matumbo kwa dawa ya mtwentwe inaweza ikaniondoshea, ikanizibilia mirija ya uzazi, maana yake ni ndio. Ukijiuliza kwamba mfuko wangu wa mayai haupevushi mayai inavyotakiwa, na hata hormone balance wangu imekuwa ni mtihani, operation matumbo hiyo inanifaa kwa dawa ya mtwentwe, maana yake ni ndio. Ukajiuliza kwamba vipi vitu vinanitembea tumboni humu, kule kinatoka huku kinakwenda huku, kinapanda kinashuka, tumbo linabamba kweli kweli kama kwamba lina gesi, ninapata choo kama cha mbuzi. Kwa operation hiyo ya matumbo kwa kutumia dawa ya mtwentwe inanifaa, maana yake ni ndio.
Maana yake ndio, kwa maana ya kwamba unaweza kujiuliza, jamani, hiyo operation matumbo ndio inaweza ikasababisha hata ule mlingoti chuma, kwa sababu mimi kwangu ni mdogo sana, nikitaka uwe mkubwa na uongezeke ili uweze kuitungika bendera vizuri na kupanda mlima Kilimanjaro kwa ufasaha kabisa bila kuinamia kuufuata ule mkongojo kwa sababu ni mfupi. Je, operation hii matumbo maana yake ni ndio, kwa sababu matumbo yetu ndio naenda kuanzisha yale mambo. Harun, jana ulizungumza kitu kimoja, ukasema ulikuwa unazungumzia ngiri kitu kama hicho. No. Na asili ya yote hayo ndio mfumo mzima katika matumbo yetu. Kwa hiyo kile kiungo kinavutwa kwa ndani kabisa, yani inabakia kale kama mkongojo kama tu mkononi tu kama viraa. Maana yake ni ndio. Swali ukiuliza maana yake ni ndio. Sasa ya habadha, ndashangaa yala rawa kwa mtu atakayesikia haya akaje akashindwa kuweza kuhudhuria siku ya Jumamosi kwa idhini yake tabaraka wa taala. Ni wapi? Ni hapa Mtwara mjini, maeneo ya Ligula B, barabara ya Runyota. Tupo jirani na Amigo. Chukua tu bodaboda nipeleke, mwambie nipeleke Amigo. Pale Amigo jirani yake kuna nyumba ya tiba na dua. Atakwambia kwa fundi pale, mwambie ndio hapo kwa fundi wa operation matumbo kwa idhini yake tabaraka wa taala, kwa dawa ya mtwentwe. Nayo utaipata kwa sadaka ndogo sana ya shilingi 5,000. Ajabu ya Rahmani wallahi. Yaani unafanya operation kwa shilingi 5,000 tu. Ya salam, wakati yule mchawi katumia gharama kubwa sana kuja kuwekeza katika tumbo lako, wewe unaenda kujiondosha kwa gharama aliyotumia huko kwa sadaka yako ya shilingi 5,000 tu. Bwana Mtume amesema alaikum bisana. Jamani, juu yenu kwa kutumia mtwentwe. Fa inna fiha shifa'u min kulli da'i illa sammi. Ndani ya mtwentwe kuna ponyo za kila aina isipokuwa tu kifo. Hatuwezi kuambia kwamba mtu anakaribia kukata roho huko ukasema, "Je, hiyo dawa mtwentwe babu yangu na yuko kwenye sakaratil mauti huku, nimpe mtwentwe." Lakini kitu kingine chochote wewe niambie. Mtwentwe. Haya ni maneno ya mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo unaweza kutafuta kwa namba 0713 43 98 91. 0713 43 98 91. 0713 43 98 91, au kwa namba 0758 67 85 52. 0758 67 85 52. 0758 67 85 52. Naam. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Ndugu zangu, mahala popote mlipo, wapendwa wasikilizaji wa kituo bora cha redio cha HFM 94.9 ikirindima kutoka hapa Mtwara. Ndugu zangu, leo tumebahatika, ni siku nyingine tena, kwa mapenzi ya Mungu ametupendelea mimi na wewe tuweze kukutana, tusikilizane, kuweza kukutana, tubadilishane mawazo na fikra katika kipindi hiki kinachorindima kila siku za Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na Ijumaa, kuanzia majira ya saa 3 mpaka saa 4. Ndugu yangu, mimi hupendelea kutanguliza yale ambayo yamekwisha zoeleka masikioni mwako, maana yake unayasikia kila siku. Wewe kufikia, au wewe na mimi kufikia siku hii ya leo, sio kwamba sisi ni bora kuliko wale ambao hawakuifikia siku ya leo. Sio kwamba sisi ni wajanja kuliko wale ambao hawakufikia siku ya leo. Sio kwamba sisi ni mabwana mipango tulio bora kuliko wale ambao hawakufikia siku ya leo. Bali tumefikia siku ya leo na tunaweza kusikilizana kwa wakati huu kwa mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa uchache mimi na wewe tuseme alhamdulillah. Ndugu zangu, mahala popote mlipo, na kusalimieni
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya utangulizi huo, leo ni siku kama siku zilizopita. Tuna siku adhim, siku ya Alhamisi ya tarehe 6 mwezi huu wa kwanza 2022. Ndugu yangu msikilizaji, tokea siku ya Jumatatu, Jumanne, Jumatano mpaka leo Alhamisi, tumekuletea tangazo, tumekuletea taarifa au tumekuletea bishara juu ya yale ambayo yaliokuwa yakikutatiza kwa muda mrefu, juu ya yale ambayo yalikuwa yakikunyima thamani yako kama binadamu au kama mwanamume au kama mwanamama uliye hai, thamani yako na utu wako, juu ya yale ambayo yalikuwa yakikukosesha furaha na amani na utulivu wa nafsi katika maisha yako. Tumekuja na operation matumbo kupitia dawa ya mtwentwe. Ndugu yangu al-akhi amekwisha tabahari kiasi ambacho tulijaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tumetumia lugha operation kwa sababu ni lugha maarufu, lakini tunaweza pia tukatumia lugha kwamba ni msako maalum. Huo ni msako maalum wa kusaka makorokoro, vitu vya hovyo vilivyosababishwa na wachawi au vilivyosababishwa na vyakula aina mbalimbali na vinyweo aina mbalimbali ambavyo wewe huvitumia takriban kila siku. Alhamdulillah, nyakati na siku zilizopita mlipata kupewa huduma ya tapisho. Sasa imekuja huduma ya harisho kwa sababu hatuna lugha mbadala. Ya salam. Imekuja huduma sasa ya harisho, kwa maana kwenda kuyatoa matakataka, kwenda kuyatoa makorokoro kupitia njia ya haja kubwa. Ya salam. Ndugu yangu, pale inapotokea umekunywa dawa au mfumo wa tumbo umeharibika, ukaharisha, ukatapika, ni sehemu ndogo ya tatizo lilokuwepo tumboni kuwa limetoka kupitia njia ya sehemu yako ya kuongelea, kwa maana mdomoni. Lakini ikitokea umekunywa dawa au umepata mchafuko wa tumbo, ukaharisha, ukatoa takataka, ukatoa uchafu kupitia njia ya haja yako kubwa, kwa asilimia kubwa tunasema sasa wewe umeelekea kupona, umeelekea kuondosha tatizo. Na bahati mbaya sisi Waswahili, ikitokea mtu unaharisha, mtu unatoa haja nyepesi, wewe unadai au unahisabu kwamba unaumwa. Pale ambapo unapokwenda haja ukatoa haja ngumu kiasi ambacho unajikamua mpaka kichwa kinauma, mpaka mishipa inauma, hapo ndio unakuwa unahisi kwamba sasa wewe ni mzima. Tofauti yetu sisi na wenzetu ambao tunawaita kwamba wameendelea, akipata haja ngumu ndio mgonjwa, ndio anahisi ana tatizo. Sisi tukipata haja laini ndio tunasema tunaumwa. Hapa tumetofautiana. Kwa nini? Kwa sababu mifumo inapokuwa imebadilika, tayari kitu hutokea tofauti na ile ada yake, tofauti na utaratibu wake. Ndugu yangu, tunasema
tunafanya msako. Operation tunafanya msako. Maana yake msako, kama kuna sehemu kumetokea uhalifu, wakaingia wale wazee wa kazi, sisi huwa tunaita wazee wa kazi, basi wanakwenda kusafisha sehemu ile. Maana yake wanakwenda kufanya msako wa kukamata wale wahuni au wahalifu, kuwaondosha sehemu ile, kuwaweka mahala panapohusika. Na sisi tumekuja na msako ambao tunaita operation. Msako huu unatumika kwa ajili ya kusaka, maana yake kuondosha matakataka yote uliofanyiwa, uliotupiwa, uliokula, ulionyweshwa kwa njia za aina yote. Tunakuja na msako huu wa dawa hii ya mtwentwe kwa ajili ya kuweza kukunusuru na kuweza kurudisha katika hali yako ya kawaida. Juzi nilipata kuongea, ndugu msikilizaji, mahala popote unaposikia sauti hii inapokufikia, unapaswa kujiuliza, kabla ya tumbo lako kujaa, kabla ya tumbo lako kuvimba, ulizaliwa hivyo? Ulikuwa hivyo? Kabla ya tumbo lako kuwa linaunguruma, kabla ya tumbo lako kuwa limevimba, kabla ya tumbo lako kuwa zito kama umemeza au umewekewa matofali, ulikuwa hivyo? Kama haukuwa hivyo, jiulize nini sababu, nini tatizo. Baada ya kugundua nini sababu, nini tatizo, maana yake kuna vitu ambavyo vimewekwa, kuna vitu ambavyo vimeingia mahala ambapo si pake. Ndio maana tumbo limekuwa kubwa. Ijapokuwa kuna ambao wanahisi, kuna ambao wanaona kuwa na tumbo kubwa, maana yake kuwa na kitambi ni heshima, ambapo ikitokea ameulambia, hata akiingia benki kwenda kuomba mkopo ni rahisi kupewa, kwa sababu anaonekana bwana fedha, huyu bwana hana njaa. Maskini ya Mungu, kumbe kitambi chenyewe ni kitambi cha matatizo, sio kitambi cha neema. Na wenye vitambi vya neema ni wachache mno, katika wengi ni wenye vitambi au wenye matumbo ya matatizo. Ndugu yangu, kwa muda ulioishi na matatizo ulionayo, huenda umeshachukua na kufanya jitihada mbalimbali, lakini haujaweza kufaulu, kwa sababu kuna kanuni inasema, man akhta'a tariqa dhalla, atakayekosea njia hupotea, mkosea njia hupotea. Na mifano tunayo. Unakwenda Newala, inafahamika kabisa kwamba ili ufike Newala, pita njia au pita barabara fulani. Ukipita tofauti, maana yake utakwenda kutokea sehemu nyingine, sio kule ulipopakusudia. Sasa yawezekana umekushafanya jitihada kubwa tu katika kutafuta kunusuru na kuondosha hiyo hali ambayo iliyokuganda kwa muda mrefu, lakini kama haukupatia njia uliopita, hauwezi kutatua tatizo. Ni kama mfano, mtu ana tatizo la tumbo, umpeleke hospitali aende akapewe dawa ya kutibu kichwa, kwamba ile tatizo la tumbo tafanyaje, litaondoka. Haiwezekani. Sasa kama ulikosea njia, alhamdulillah, kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, tumekuja na tunaamini kwa mujibu wa kitabu, kwa maana ya Qur'ani, na kwa mujibu wa sunna, kwa maana bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumekuja na njia iliyo sahihi, na njia yenyewe iliyo sahihi ni operation matumbo kupitia dawa ya mtwentwe, ambao tunasema huu ni msako maalum. Tumalize. Alhamdulillah, napenda kukumbusha ndugu zangu, mahala popote mlipo, mliokuwa mkitufuatilizia tokea mwanzo wa kipindi hiki mpaka hapa tunaelekea kutamatisha, niwakumbushe neno moja. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, likulli da'i dawa illa al-maut,
kila ugonjwa una dawa isipokuwa kifo. Kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amethibitisha kwamba kila ugonjwa una dawa, wewe umeshapewa dawa, wewe umekushatibiwa kwa muda mrefu haujapona, maana yake haijapatikana dawa iliyo sahihi ya kuweza kuondosha tatizo lako. Lakini hakuna tatizo lisilowezekana. Na ikiwa Mungu aliyekuumba hawezi kukusaidia, hawezi kukuondoshia tatizo lako, ni nani anayeweza kukuondoshea tatizo lako kama si Mungu? Anapenda tu kuambia kwamba siku ya kesho kutwa ndio siku yenyewe hasa maalum kwa ajili ya kwenda kufanya operation hiyo maalum kwa watu maalum, na ni siku maalum pia, na sadaka yake ni shilingi 5,000 kesho kutwa Jumamosi na Jumapili yake itakayofuata. Kwa hivyo shimi alaikum, sisi tunapambana kwa ajili yenu. Wachawi wengi sana hutufuata na wengine kutuambia tuachie huyo mtu wetu, tuachie. Naambia hapana, mimi nitawatoa na ninyi hamnifanyi chochote. Na naongea hapa, hamnifanyi chochote, na tutaweza kuwaponya waja wa Allah kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Naam. Kwa hiyo wewe ambao unahisi kwamba unasumbuliwa na machawi, unasumbuliwa na uzazi, unasumbuliwa na period, kukosa hamu ya tendo, hamasa hakuna, pengine una umri wa miaka 25 hata period hujawahi kuipata maishani mwako, yani zimeparaganyika na mambo mengine mengi, jamani, niseme siku ya Jumamosi ndio siku yenyewe. Inshallah mimi tunikuageni kwa upendo mkubwa kabisa kwa ninyi, niseme dumu fi riayati llahi wa amni. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.